Tajiri alifuata msichana wa nyumbani usiku. Alichokigundua kitakufanya ulie. Tajiri moja alifuata msichana wake wa nyumbani kwa siri usiku moja, na alichokiona kilimubadilisha milele. Alikuwa tajiri mwenye nguvu, mwogopwa. Yeye alikuwa kimya, asiyeonekana, maskini. Kila jioni alikuwa akitoka nje ya jengo lake kubwa akiwa amebeba mfuko, na usiku mmoja shauku ilimshinda. Alimfuata akidhani atamkamata akifanya jambo baya, lakini alichokigundua usiku huo hakikumshangaza tu, kilimvunja na kumuumba upya. Hii si hadithi tu kuhusu tajiri na msichana wake wa nyumbani. Ni kuhusu kinachotokea pale unapomwona mtu mwenzako, si kwa macho yako bali kwa moyo wako. Kila mtu mjini alijua jina la Henry Oseni, tajiri mkuu wa hoteli, mbaridi, mwerevu, asiyefikika. Lakini ndani ya jengo lake la kioo katika Queens Drive kulikuwa na mtu mmoja aliyekuwa akisonga kama kivuli, msichana wake wa nyumbani, Grace. Grace alikuwa akifika mapema daima, kimya daima. Alizungumza kwa sauti ya chini, hakuwahi kuangalia mtu machoni, na alivaa nguo mbili tu kila wiki. Hakuwa ananung'unika, hakuwa anasema oha. Alifagia, akapika na kutoweka kabla ya machweo. Mwanzoni Henry hakumwona kabisa, lakini jioni moja ilimubadilisha kila kitu. Saa 11:30, jua lilikuwa limeshuka chini, likimiminika mwanga wa dhahabu katika ukumbi. Henry alipopita karibu na ngazi, alimwona Grace amesimama karibu na mlango wa mbele, akitengeneza mikanda ya mifuko miwili ya nailoni. Hakumwona akimwangalia. Mfuko mmoja ulionekana umejazwa chakula, mwingine makaratasi. Alikuwa akwenda wapi nayo? Kwa nini alikuwa akiondoka daima kabla ya giza? Na siri gani zilikuwa zimefichwa ndani ya hayo mafuko? Alisonga karibu. Grace aliruka. Ndiyo bwana. Unaondoka tayari? Ndiyo bwana. Nimemaliza kila kitu. Kuna nini ndani ya mafuko? Alisisita. Ni chakula tu na makaratasi za. Aliangalia chini. Ni jambo la binafsi bwana. Henry alikunjamiza uso. Umekuwa ukiondoka mapema karibu kila siku. Alikunja kichwa. Ndiyo bwana. Hakuna maelezo, hakuna udhuru. Ndiyo bwana tu. Hakusema kitu kingine. Alimwangalia tu akitoka nje ya lango. Mgongo wake umenyauka, hatua zake za haraka, mifuko yake imebanwa kando. Usiku huo Henry hakuweza kuzingatia. Alikuwa na mikutano ya bodi, mikataba, matatizo ya wafanyakazi wa hoteli, lakini hakuna kitu cha hayo kiliweza kutulia mawazo yake. Ni aina gani ya msichana wa nyumbani abebaye makaratasi ya kisheria katika mfuko uliochakaa? Ni aina gani ya msichana wa nyumbani asiomba msaada hata wakati viatu vyake vinatemeka? Alifungua faili yake ya kazi, safi, hakuna dalili za hatari, lakini kitu fulani hakikuwa kinafaa. Grace alikuwa akificha kitu, na wakati saa ilifika usiku wa manane, Henry Oseni, mtu ambaye hakuwahi kukimbiza kitu chochote, alikuwa ameamua. Kesho atamfuata, si kwa hasira, si kwa kiburi, bali na swali likiwaka kifuani mwake. Ni nani huyu mwanamke nimemwacha asafishe nyumba yangu, lakini sikumwona kamwe? Henry hakuwa amezoea kumfuata mtu. Watu walimfuata yeye. Lakini Ijumaa jioni hiyo, Henry alikuwa ameketi nyuma ya usukani wa gari lake jeusi la SUV. Kofia ya kawaida imevaliwa chini na miwani meusi ikificha macho yake. Hakuhitaji dereva. Si usiku huo. Mikono imekaza usukani, alisubiri, ukimya wake ukisema mengi kuliko maneno yangeweza. Leo usiku, atamfuata mwenyewe. Kutoka nyuma ya kioo kilichopangwa, alimwangalia Grace akitoka nje ya kiwanja saa 11:55. Mifuko yake miwili mikononi. Nguo ile ile, mwendo ule ule wa uthabiti. Hakuchukua teksi, hakuashiria bodaboda. Alitembea barabara baada ya barabara. Viatu vyake vya kujitikisia vilipigia sauti dhidi ya njia ya mavumbi. Alikuwa akigeuka pembe kwa urahisi wa mtu ambaye alikuwa ametembea njia hii mara 100. Na Henry alimfuata polepole, kwa tahadhari, akijitenga umbali daima. Walipita maduka yenye mwanga mkuu, waendeshaji bodaboda wenye kelele, wachuzi wakiwapigia wapitaji kelele na wanawake wakipunga moshi wa mahindi ya kuchoma.
lakini Grace hakuangalia kushoto au kulia. Aliendelea kutembea, uso wake umetulia, mwendo wake wa uthabiti, macho yake yamelenga mbele. Mwishowe, alipanda basi la njano lenye rangi iliyobanda, mkusanyaji wake akining'inia mlangoni uliofunguka. Henry alimfuata kwa kimya. Gari lake jeusi la SUV liliteleza kupitia masongamano wa trafiki ya jiji kama mwindaji kimya. Macho yake hayakuacha basi. Safari ilipinda kupitia barabara ambazo Henry hakuwa ameendesha miaka kadhaa. Basi lilipoisimama mwishowe, lilikuwa katika mtaa aliokumbuka vizuri sana. Machafuzi, wenye msongamano, umejaa nyumba zilizovunjika na kelele zisizo na pumziko. Alinyanyua jicho. Grace aliteremka. Gari la Henry likapungua mwendo na kusimama mita chache mbali. Alimwangalia akipita kando ya kizuizi cha majengo yanayoanguka. Akageuka katika barabara nyembamba na kutoweka kupitia lango la chuma lililokuwa limeharibika la uwanda uliozuiliwa chini. Juu yake, alama iliyofifia ilisoma: nyumba ya nafasi za pili, madarasa ya bure, chakula cha bure, matumaini ya bure. Henry alikunjamiza uso. Hiki ni nini? Kupitia dirisha lililo na ufa wa kituo, aliinama mbele akiangalia. Ndani, watu wazima walikuwa wameketi kwenye viti vya mbao, vitabu mikononi. Mama wa sokoni wenye nyuso zilizochoka, wanaume katika viatu vya mavumbi, wote wakimangazia kielelezo kimoja mbele. Grace hakuwa akufagia au akupiga mkono, alikuwa akufundisha. Kwenye ubao mweusi katika herufi kubwa za chaki alikuwa ameandika somo la leo: kujaza fomu za hospitali. Mdomo wa Henry ulifunguka kidogo. Alimwangalia akisonga kuzunguka chumba, tabasamu lake joto, sauti yake ya uvumilivu, macho yake yamezima. Alisimama kando ya mwanamke na kuongoza mkono wake polepole kwenye ukurasa. Uso wa mwanamke uliang'aa kwa raha. Tabasamu hilo hakuwa ameliona hapo awali. Si nyumbani mwake, si katika mitaa ya marumaru, si nyuma ya ufagio au kando ya mtwanga. Huyu hakuwa msichana wa nyumbani. Huyu alikuwa kitu kingine zaidi. Na kwa mara ya kwanza katika miaka mingi, Henry alihisi kizingiti kikipanda kuni mwake. Alibaki katika gari kwa zaidi ya saa moja, asiweze kugeuka macho. Grace alisonga kuzunguka darasa dogo kwa mamlaka ya kimya, sauti yake tulia lakini ya kutawala. Alirudia maneno kwa uvumilivu hadi wanafunzi wake walielewa. Na wakati mzee mmoja alipojitahidi kutamka dawa, alipiga magoti kando yake akitabasamu. Sema pamoja nami tena, Papa Tunde. Dawa. Mzee alitabasamu kama mtoto aliyekuwa amechukua hatua yake ya kwanza. Henry alihisi kitu kikichochea kifuani mwake. Darasa lilipoisha, Grace hakuondoka. Alifungua moja wa mifuko ya nailoni aliyokuwa amebeba kutoka jengo lake. Ndani kulikuwa na mikate michache, mfuko wa maji. Mmoja baada ya mwingine, aliwagawa. Kwanza kwa wazee, halafu kwa wanawake, halafu kwa wengine. Mwanamke mwenye mtoto mgongoni mwake alimkumbatia na anong'ona, Mungu akubariki, Grace. Henry alikunja kwa ugumu. Aliangalia nguo zake zilizochakaa, viatu vyake, karibu kuvicha pembeni. Chakula chake mwenyewe hakikutosha. Hata hivyo alitoa kama vile alikuwa na kila kitu. Na ghafla alihisi aibu. Katika jengo lake alikuwa na ghalani iliyojaa chakula ambacho hakuwahi kugusa. Kabati zilizojaa nguo ambazo hakuwa amevaa kwa miaka. Mazoezi asiyoyatumia. Vyumba ambavyo hakuviwahi kuingia. Na nje ya lango lake, msichana wa nyumbani huu, alikuwa akiwalisha wageni kwa kidogo alichokuwa nacho. Hakuna malalamiko. Hakuna kelele, hakuna kamera, hakuna mtu akimpiga makofi. Upendo tu, kimya, uthabiti, upendo wenye nguvu. Kifua chake kilihisi uzito, si kutokana na hatia peke yake, bali kwa sababu wakati huo, Henry alijua kitu kimebadilika. Hakutaka tena kujua siri yake tu. Alitaka kumjua yeye, yote yake. Na labda tu, alikuwa tayari kukabiliana na kitu ambacho hakuwa amehisi kwa miaka. Heshima. Henry hakulala usiku huo. Aliketi katika chumba chake cha masomo, akiangalia mwangaza mdogo wa taa kando ya kiti chake cha ngozi. Picha ya Grace akifundisha,
mkono wake umenyanyuliwa kwenye ubao, furaha iking'aa machoni mwake. Iliendelea kuchezwa akilini mwake. Hii haikuwa huruma tu, hii ilikuwa kitu kirefu zaidi. Alifungua drawer na kutoa faili nyembamba iliyoandikwa Msichana Grace. Jina lingine lilikuwa limefuta. Alifungua. Grace Joseph, umri wa miaka 25. Hakuna anwani ya dharura iliyoorodheshwa. Hakuna wa karibu, missing tu. Aliajiriwa kupitia wakala wa usafishaji. Alifanya kazi katika nyumba nyingine 2 kabla ya hii. Hakuna malalamiko, hakuna historia ya elimu, hakuna marejeo, rekodi safi tu. Safi sana. Henry alinyosha mkono wake kwa kibao chake na kufungua kivinjari chake. Aliandika jina la kituo alichokiona mapema. Nyumba ya nafasi za pili. Ukurasa wa kawaida uliojaa umri ulikatokea. Madarasa ya watu wazima ya bure. Chakula cha bure kinachoendeshwa na kujitolea. Kulikuwa na kiungo kidogo cha michango. Na kisha alimwona Grace katika blauzi ya kijani kibovu, amesimama kando ya kikundi cha wanafunzi wazima, kalamu mikononi, akicheka. Macho yake yalikuwa yameng'aa, mikono yake ilinyoshwa wazi kama mwalimu akiwaita watoto wake karibu. Chini ya picha, nukuu, hatuhitaji kuwa matajiri ili tulete mabadiliko. Tunahitaji tu kujali vya kutosha ili tujaribu. Grace Joseph. Henry aliegamia nyuma katika kiti chake. Ilihisi kana kwamba ardhi chini yake imesonga. Alikuwa amepita kando yake mara 100, kuketi mezani mwake wakati alimhudumia kimya. Kuvuka njia katika ukumbi, bila kuwahi kumuuliza alikuwa nani nje ya ukuta wake. Na bado alikuwa akijenga kitu hakuna aliyekilitambua. Alipunga katika kimya. Kwa nini hukuwahi kuniomba msaada? Hakuna jibu, bila shaka, kimya tu. Lakini sasa Henry hakutaka kimya. Alitaka hadithi yake. Alitaka kuelewa jinsi msichana mwenye karibu hakuna kitu anaweza kuishi kana kwamba ana kila kitu. Na labda tu, kujifunza jinsi ya kuishi hivyo pia. Jua lilichomoza juu ya Queens Drive, likipaka kuta za jengo la Henry kwa dhahabu joto. Lakini hakuhisi joto. Aliketi mezani ya chakula cha asubuhi, chai isiyoguswa kando yake, akiangalia mlango wa jikoni. Grace alikuwa ndani, akisonga kimya kama kawaida. Mlilio laini wa sahani, sauti ya drawer inayofunguliwa, harufu ya ndizi zilizokangwa. Kila kitu kilionekana kawaida, lakini hakuna kilichohisi kawaida. Alitoka nje akibeba tray yake. Habari ya asubuhi bwana, aliangalia juu. Keti, alisita. Hakuwazi ikiwa alikuwa amesikia vizuri. Bwana, tafadhali, alisema kwa upole wakati huu. Keti. Grace polepole aliweka tray mezani na kuketi kando ya kiti kinachoelekeza macho chini. Henry alichukua kijiko chake, halafu akasimama. Nililifuata jana. Maneno yaligonga kama tone la maji katika kioo tulivu. Mikono ya Grace imeganda. Niliona kituo, akaongeza. Nilimuona ukifundisha. Nilimuona ukigawana chakula chako. Niliona kila kitu. Kimya kirefu. Kisha pole aliangalia juu, macho makubwa ya ogopa. Sikuwa ni kuiba, alisema haraka. Naapa, bwana, sikuwahi kuchukua kitu chochote kutoka nyumbani mwako. Najua, Henry alijibu kwa upole. Sikuwahi kufikiri ulifanya hivyo. Alibonyeza jicho. Kisha kwa nini ulinifuata? Kwa sababu sikuweza kuelewa jinsi mtu mwenye kidogo sana anaweza kutoa mengi sana. Macho yake yalijaa machozi, lakini hakusema. Hukuwahi kuomba msaada, aliendelea. Hata mara moja, hata wakati viatu vyako vilikuwa vimevunjika au wakati mshahara wako ulichelewa mwezi ule. Sikudhani ilikuwa nafasi yangu, alisema kimya. Watu kama mimi, tunafundishwa tu kujikaza. Alimwangalia, kitu kizuri kikimetameta machoni mwake. Je, ikiwa mtu anataka kusaidia? Si kwa sababu anakuhurumia, bali kwa sababu anakuheshimu. Aliumwa mdomo. Kwa nini kituo? Aliuliza. Grace hatimaye alizungumza, sauti yake chini lakini thabiti. Baba yangu hakuweza kusoma. Mama yangu alipumwa. Hakuweza kujaza fomu za hospitali wakati unaofaa. Ucheleweshaji ulimaanisha hakutibiwa haraka vya kutosha. Tulimzika kwa sababu ya hilo. Kituo kile,
ni kwa watu kama yeye. Henry alimeza kwa ugumu. Hakuwa ametegemea hilo. Na wakati huo kitu fulani ndani yake kilipasuka. Msichana huyu hakuwa akitoa tu. Alikuwa akipigana. Na kwa njia fulani, bila kukusudia, alikuwa ametetemesha kitu kirefu ndani yake. Henry alisimama ukumbini akiwa ameshika kahawa yake, akiangalia saa ikigonga saa 12 jioni. Kwa mara ya kwanza tangu aanze kufanya kazi pale, Grace hakuharakisha kutoka. Alikuwa bado jikoni akiimba kwa upole. Alisikiliza sauti yake, chini, kwa amani, karibu kama wimbo wa usingizi. Kitu kuhusu hilo kilihisi kuponiwa. Alipotoka nje kufagia sakafu, hatimaye alizungumza. Nilisoma hadithi ya baba yako tena, sikuweza kuacha kuifikiri. Aligeuka kwa mshangao. Ulikumbuka? Sikuweza kusahau. Walisimama pale, hakuna akiharakisha, hakuna mtu akijua nini kinachotokea baadaye. Henry aliweka kikombe mezani kando. Grace, kwa nini hukuwahi kuniomba msaada? Nisingalizisikiliza. Alitabasamu kidogo. Kwa sababu watu kama wewe kwa kawaida hawawaoni, watu kama mimi, na sikutaka kuwa mkazi. Henry alimeza kwa ugumu siku hiyo. Nilipokuona ukiwafundisha watu hao wazima, kilifanya kitu kwangu. Uliwapa heshima. Niliwapa nisicho nacho, alisema kimya. Alisonga karibu. Umefanya mengi zaidi kwa mshahara wako mdogo kuliko anavyofanya wengi kwa mamilioni. Umeunda nyumba bila kuta. Grace aliguka mbali, lakini bado haitoshi. Henry alinama kichwa. Unamaanisha nini? Alivupumua. Kuna wengi zaidi pale nje. Watu kama baba yangu wanaficha aibu zao kwa sababu hawawezi kusoma. Mama wanaopoteza watoto wao kwa sababu hawawezi kujaza fomu za hospitali. Yote kwa sababu hakuna mtu aliyewahi kuwafundisha mambo rahisi. Fomu za Kiingereza, mielekeo. Henry alimstalia. Basi, unataka kufanya nini? Hatimaye alimwangalia, macho yamethibiti. Nataka kujenga kitu kikubwa zaidi. Mtandao wa vituo vidogo vya kujifunza. Maeneo yanarekebishwa kiburi. Maeneo ambayo hakuna mtu anahisi mjinga au amesahaulika. Alikunja kichwa pole pole. Una maono, nina rasilimali. Alibonyeza jicho. Unasema nini? Ninasema labda hatuhitaji kufanya hii kwa kutengana. Kimya. Kisha tabasamu zuri lilitanuka usoni mwake. Na kwa mara ya kwanza aliliona. Si msichana wa nyumbani, si mwalimu, bali kiongozi. Wiki zilizofuata zilipita kama upepo wa kimya. Grace aliendelea kufagia sakafu za marumaru. Aliendelea kumwagilia mimea, kuvikunja vitambaa na kumhudumia Bwana Henry chai saa 1:30 asubuhi kwa usahihi, lakini kitu kati yao kilikuwa kimebadilika. Alikuwa akidumu jikoni kwa muda mrefu. Yeye hakuepuka macho yake tena. Alhamisi asubuhi moja, Henry aliingia mapema na kumwona mezani, si kufagia, bali kuandika. Vitabu na karatasi vilikuwa vimetapanikwa kumzunguka. Miwani yake iliteleza chini ya pua yake na midomo yake ilisonge kimya alipokuwa akisoma. Alisita mlangoni. Sikujua unavaa miwani, alisema kwa upole. Aliruka. Sikukusikia, bwana. Alinyanyua mkono kwa upole. Tulia. Unafanya nini? Alisisita, kisha akashika faili 8. Mradi wangu wa mwisho, alisema. Ninatekeleza diploma yangu katika elimu ya watu wazima. Henry alibonyeza jicho. Uko shuleni? Alikunja kichwa. Jioni baada ya kituo. Imekuwa ngumu, lakini karibu nimemaliza. Alisonga mbele. Je, naweza? Alimpa faili. Jalada lilisoma kuunganisha pengo. Jinsi ujuzi wa kusoma na kuandika kwa watu wazima unarudisha heshima kwa jamii za kipato cha chini. Alifungua. Ilikuwa ya kina, yenye nguvu, yenye shauku. Michoro, mahojiano ya binafsi, maelezo ya shamba kutoka darasa. Nukuu moja kutoka kwa mwanafunzi ilimzuia. Nilizoea na kupita nje ya hospitali kwa sababu ya maumivu, kwa sababu sikuweza kujaza fomu. Sasa natembelea kwa kichwa kimenyanyuka. Henry alihisi kitu kikifinyanga kifuani mwake. Alifunga faili kwa upole. Unajua, alisema,
Nimesoma mapendekezo kutoka kwa wakurugenzi wakuu ambayo hayakubeba nusu ya ukweli huu. Grace alikasirika. Ninajaribu tu kuisimilia hadithi yao. Hapana, alisema kwa upole lakini kwa uthabiti. Unasimilia hadithi yetu? Sisi sote tuliowakuwa tumesahau jinsi ya kweli kuwaona watu? Aliangalia juu kwa mshangao. Henry aliketi kando yake. Haufundishi maneno tu Grace, unawarudisha watu kwa wenyewe. Kwa muda mrefu hakuna wao walisema, lakini kimya hakikuwa baya. Kilikuwa kimejaa heshima, kimejawa uelewano, na kitu kingine hakuna wao walikutaka kuitaja bado, si upendo, bado sivyo, bali mwanzo wake. Jumamosi ilifika na mvua, anga lilikuwa jivu. Radi iligurutuma kimya juu ya jiji. Watu wengi walibaki nyumbani, lakini Grace aliendelea kutoka nyumbani saa 11:30 dakika 45, akishika mwavuli wake na mifuko yake ya kawaida. Henry alisimama dirisha, akimwangalia akienda. Hakumfuata wakati huu. Hakuhitaji. Tayari alijua alikuwa akienda wapi. Badala yake, alitembea kwenda chumba cha wageni ambapo alikuwa akiweka vitu vyake, kona ndogo ya nyumba ambayo ilikuwa yake. Alisita mlangoni. Hakuwahi kuingia hapo awali. Hiki hakikuwa chumba cha jengo la tajiri. Ilikuwa nafasi ya mtumishi. Hakuna mashine ya baridi, kitanda kimoja, rafu ya mbao. Ilikuwa rahisi, safi, nadhifu, kimya sana. Mezani kulikuwa na picha ya fremu, mwanamke mzee mwenye macho ya huruma. Alichukua. Mama yake alidhani. Ilihisi kama alikuwa ameingia mahali patakatifu, nafasi iliyojengwa si kwa matofali, bali kwa matumaini. Hakuwahi kumuonyesha upande huu wake. Hakuwahi kufungua mlango huu. Hata hivyo alikuwepo hapa, ameketi katikati ya dhoruba yake ya kimya. Jioni hiyo aliporudi akilowa na mvua alimkutana mlangoni. Unarudi akilowa, alisema kwa upole, akimpa taulo kavu. Alionekana mshangao. Asante. Alimpa lakini hakwenda mbali. Grace, ukiwa na hamu moja tu, ingekuwa nini? Alisita. Kunda mahali, anong'ona. Mahali ambako hakuna mtu hahisi mdogo sana kuonekana. Henry alikunja kichwa pole pole. Na kikiwa nimekuambia, ningependa kukusaidia kuijenga. Machozi yalijaza macho yake. Si kwa sababu alitoa, bali kwa sababu, kwa mara moja, mtu aliamini. Jumatatu asubuhi ilifika, lakini hewa katika jengo ilihisi tofauti. Henry alisubiri mezani ya chakula cha asubuhi. Si kwa chakula, bali kwa ajili yake. Grace alipoingia hatimaye na trei yake, alionekana tulia, lakini macho yake yalisema hadithi nyingine. Amechoka, amegawanyika. Alimuashiria aketi. Nilisema yale niliyoyasema Grace, alisema kimya. Niache nikusaidie kujenga. Kituo cha kujifunza, maono, kila kitu. Hakujibu haraka. Aliweka trei chini na kuketi mkabala naye, vidole vimekunjwa pambajani. Najua ulifanya hivyo, alisema kwa upole. Naweza kuiongoza, naweza kuleta washirika, walimu, kujitolea. Tunaweza kuunda vituo 10, labda zaidi. Hautakiwi kubeba hii yote peke yako tena. Bado, alikuwa kimya. Henry aliinama mbele. Kwa nini hausemi kitu chochote? Aliangalia chini kwa mikono yake, kisha juu kwake. Kwa sababu jibu langu si ndio. Alibonyeza jicho. Nini? Sauti yake ilitetemeka kidogo. Ninaogopa. Unaogopa nini? Kumezwa. Alijaribu kueleza. Maisha yangu yote nilipigania kuonekana. Si kama mtu wa kuokolewa, bali kama mtu mwenye uwezo. Nimejenga kituo polepole. Jiwe baada ya jiwe, chakula baada ya chakula, somo baada ya somo. Na sasa nikisema ndio, kitakuwa sio changu tu tena. Henry alinama nyuma, maneno yakitulia kama mavumbi chumbani. Aliendelea. Unachotoa ni kizuri, cha ukarimu, lakini sitaki kuwa mradi wa mtu mwingine. Nataka kujenga ndoto hii na bado nijitambue ndani yake. Henry alipumua kwa kina. Hakuwa ametegemea hilo. Alidhani angefurahia, kushukuru, kuwa tayari. Badala yake alikuwa mwangalifu, mkweli, jasiri. Alikunja kichwa pole pole. Haya, basi unataka nini? Jibu la Grace lilikuwa kimya. Niache nifikirie,
Niache niombe, niache nipumue. Henry alisimama, sauti yake ikawa ya huruma. Nitangoja. Alipotoka nje ya chumba, Henry aligundua kitu. Hii haikuwa kuhusu pesa au majengo au hata ndoto. Ilikuwa kuhusu imani. Na imani ilihitaji wakati. Nyumba ilikuwa kimya kuliko kawaida. Siku zilipita, lakini Grace hakutaja pendekezo tena. Aliendelea kufanya kazi zake. Aliendelea kutabasamu kwa upole. Aliendelea kuondoka jioni na mifuko yake. Lakini kati yake na Henry, kitu kimebadilika. Hakuna mazungumzo marefu mezani ya chakula tena. Hakuna chai ya kushirikiana asubuhi. Hakuna maswali kuhusu ndoto. Ijumaa asubuhi moja, aligonga kwa upole mlango wa chumba chake cha masomo. Henry aliangalia juu kutoka mezani mwake. Alisimama pale, mikono imekunjwa, bahasha nyeupe ikishikiliwa kwa nguvu kati yao. Nimekuja kutoa notisi yangu, alisema kimya. Wiki 2 kutoka sasa. Henry alinyauka katika kiti chake, mshangao ukimetameta usoni mwake. Unaondoka? Alikunja kichwa. Nimepata kazi ya muda katika shule, alisema. Na nataka kutoa wakati zaidi kwa kituo. Henry alistare bahasha. Je, ni kwa sababu ya nilichokutoa? Hapana, alisema kwa upole. Ni kwa sababu ya ulichonifanyia niamini ninaweza kufanya. Alimwangalia kwa karibu. Hawakukimbia. Alikuwa akiingia katika kusudi lake. Ulibadilisha jinsi nilivyoniona mwenyewe, bwana. Aliendelea. Kwa mara ya kwanza nilianza ndoto kwa sauti, na nataka kulinda sauti hiyo. Henry alisimama polepole, uzito wa maneno yake ukizama. Haitakiwi uende, alisema. Najua, alijibu. Sitakuzuia, alisema kimya. Lakini nitakukosa. Alitabasamu, macho yakimetameta. Nitakukosa pia. Wiki 2 zilizofuata zilikuwa laini na za ajabu. Aliendelea kutengeneza chai yake. Aliendelea kupangusa madirisha ya kioo. Lakini sasa alitembea kwa uwepesi fulani, uhakika. Na Henry alimwangalia kama mtu anayekumbuka jua kabla ya machweo. Jioni moja, usiku kabla ya siku yake ya mwisho, Henry aligonga kwa upole mlango wake. Grace alifungua polepole. Alimpa bahasha nyingine, nene zaidi, iliyotiwa muhuri. Hii ni barua, alisema kimya, kutoka kwangu, kutoka moyoni. Mapendekezo, maelezo ya ufadhili na ujumbe wa mwisho. Ifungue baada ya kuondoka. Mikono yake ilitetemeka alipokipokea. Asante, anong'ona, lakini hakuna wao walisema kwa heri, kwa sababu kitu ndani ya wote wawili kilijua. Hii haikuwa mwisho. Ilikuwa mapumziko tu. Ilikuwa miezi 2 tangu Grace kutoka katika jengo la Henry Oseni kwa mara ya mwisho. Bado alikumbuka sauti ya hatua zake alipokuwa akiondoka. Nyororo lakini za uhakika. Hakuna uchungu, hakuna machozi, heshima ya kimya tu. Nyumba ilihisi baridi sasa, kimya sana. Alikuwa amezoea kuimba kwake jikoni. Viatu vyake vya kujitikisia dhidi ya kito. Sauti yake ikimsalimia kwa upole kila asubuhi. Na sasa kimya, hadi Alhamisi jioni mwaliko ulifika. Ulikuja katika bahasha ya rangi ya krimi iliyopelekwa mkononi. Hakuna mtumaji aliandikwa juu yake. Ndani kulikuwa na kadi moja. Nyumba ya nafasi za pili, ukusanyaji maalum na usiku wa ujuzi wa kusoma na kuandika. Umealikwa kwa ukarimu. Henry alistare kadi, ameshangaa. Hakuwa amezungumza na Grace tangu aondoke. Ndio alikuwa amemsaidia bila kutambulika. Machango, barua ya ufadhili, laptop kwa darasa lake. Hakujua ilitoka kwake. Lakini kwa njia fulani bado alimwalika. Usiku ulifika. Henry alivaa suti rahisi ya kijivu. Hakuna tai, hakuna dereva. Alitaka kuingia mahali hapo kama mtu, si kama tajiri. Alipofika kituo, aliganda. Ilikuwa kizuri. Lango la chuma la kale liliondoka limepakwa rangi ya buluu. Taa zilikuwa zimeningia kutoka kamba kuzunguka uwanda. Watoto walikuwa wakikimbia kuzunguka na maua ya karatasi. Ndani, watu walijaza benchi. Wanafunzi, mama, wazee katika nguo za kimila, watoto wa shule na miguu ya mavumbi. Na katikati ya vyote Grace. Alivaa nguo ya kutiririkia ya krimi, rahisi, maridadi, yenye kujiamini. Macho yake yalimkuta kuzunguka chumba, na alitabasamu. Aina ya tabasamu linalomaanisha umekuja.
Mpango ulianza. Msichana mdogo alisonga mbele na kusoma shairi kwa mara ya kwanza kamwe kwa Kiingereza. Umati ulipiga makofi kwa kelele. Mzee alishiriki jinsi hatimaye alifungua akaunti ya benki peke yake. Makofi zaidi. Kisha mwenyekiti alisonga mbele. Sasa tungependa kumwalika mwanzilishi wetu, mwanga wetu, Bi Grace. Chumba kilipiga kelele. Grace alisonga mbele, kipaza sauti mikononi. Nilizoea kufikiri watu kama mimi wanafagia sakafu tu, alianza. Lakini mtu mmoja alinionyesha kwamba hata wasichana wa nyumbani wanaweza kuongoza mienendo, kwamba hadithi zetu ndogo zinamaanisha. Macho yake yalimkuta ya Henry. Kwa mtu aliyeniona, hata wakati sikujiona mwenyewe. Asante. Henry alihisi kizuizi kikipanda kuuni mwake. Na kwa mara ya kwanza kwa miaka, alipiga makofi si kama mfanyabiashara, si kama mfadhili, bali kama mtu ambaye moyo wake umesonga. Hii haikuwa ushindi wake tu. Ilikuwa wao. Tukio liliisha, lakini Henry hakuondoka. Alisimama nyuma ya kituo cha kujifunza, akimwangalia Grace anazungumza na wageni, kuwakumbatia wanafunzi wake na kukusanya vikombe vya plastiki tupu kwa mikono ile ile ambayo hapo awali ilifagia sinki yake ya jikoni. Lakini sasa alisonga kama mwanamke ambaye hatimaye alijua alikuwa nani. Na kwa njia fulani hilo lilimfanya Henry ahisi fahari na unyenyekevu. Hatimaye alitembea kwake. Haikukui sharti uje, alisema kwa upole, akitabasamu. Alirudisha tabasamu. Ililazimika. Ulinialika. Macho yake yalitafuta uso wake. Je, ulikuwa wewe? Hakujifanya kutokuelewa. Ndiyo, alisema kimya. Machango, laptop, barua, bahasha isiyo na jina, yote. Ilikuwa mimi. Macho ya Grace yalilaini. Hakupiga kelele. Alikunja kichwa tu kama alijua tayari. Sikutaka uhisi kununuliwa, Henry akaongeza. Nilitaka uhisi uhuru. Ulinipa zaidi ya pesa, alisema kwa upole. Ulinipa kioo. Ulinisaidia kuona nilivyokuwa nayo. Henry alisisita, kisha akanyosha mkono wake kwenye mfuko wake. Ningependa nikutoe kitu kingine. Alimpa hati iliyoviringishwa. Grace aliiviringwa polepole, pumzi ikimkamata. Ushirikiano. Nyumba ya nafasi za pili. Shirikisho la Oseni. Mkurugenzi mpya wa mpango, Bi Grace Joseph. Kiti cha bodi, haki za kupiga kura. Aliangalia juu, ameshangaa. Sauti ya Henry ilikuwa thabiti. Nataka kuipanua hii nchi nzima kwa moyo wako na rasilimali zangu. Nataka kuifanya kwa njia sahihi pamoja nawe ukiongoza. Midomo yake ilifunguka, lakini hakuna maneno yalikuja. Basi alisonga karibu. Hisi msaada, hii ni kusudi, na nataka kutembea kando yako. Sauti yake ilivunjika. Una uhakika? Alitabasamu. Sikuwahi kuwa na uhakika zaidi wa kitu chochote maishani mwangu. Kisha kwa upole zaidi. Pia, ningependa nikuchukue chakula cha jioni. Si kama mkuu wako, si kama mshirika wako, bali kama mtu anayekuona. Machozi hatimaye yalimwagika mashavuni mwake. Ningependa hilo, anong'ona. Wiki chache baadaye, kituo kilichodohoa upya kilifunua bodi yake mpya ya dalili. Kung'aa, jasiri, kizuri, ilisoma. Kituo cha ujuzi cha Grace Joseph, ambapo kila jina linamaanisha. Na chini kwa herufi ndogo. Kilianzishwa pamoja na Henry Oseni na Grace Joseph, kubadilisha maisha, sauti moja kwa wakati. Walipokuwa wamesimama mkono kwa mkono chini ya anga la dhahabu, Grace anong'ona. Nilizoea kufikiri watu kama mimi wanahudumia chakula tu. Henry aligeuka, akimtabasamu. Sasa watu kama wewe wanahudumia taifa. Na pamoja walitembea kurudi ndani. Hadithi ilianza na mashaka, ilisha na kusudi, ushirikiano, na upendo wa kina kuliko maneno. Wakati mwingine hautakiwi kuwa na vyote ili ulete mabadiliko. Grace alikuwa msichana wa nyumbani tu. Hata hivyo kidogo chake kilikuwa kirefu, tukikumbusha kwamba ukuu wa kweli haupimwi kwa utajiri au cheo, bali kwa huruma tunaonyesha na dhabihu tunazofanya kwa wengine. Kama hadithi hii ilikugusa, tuambie katika maoni na tuambie ni wapi duniani unatuangalia.
Usisahau kujiandikisha kwa Folktales na Olivia kwa hadithi zaidi za kihisia, za mchezo na zisizosahaulika. Hadi wakati mwingine, baki mkarimu, baki mwenye nguvu na endelea kuangalia.